tena udanganyifu wa kijinga. Na hatusemi kwamba tutasusia uchaguzi. OCD, sikiliza vizuri. Tunachosema uchaguzi hautafanyika nchi hii. Na tumejitolea. Mimi na Tundu Lissu tunachoomba kwenu mtuunge mkono. Tunachoomba Rungwe mtuunge mkono. Wangapi mko tayari kutunga mkono katika hilo? Hautafanyika uchaguzi hapa. Tunataka mabadiliko. Sisi sio wajinga. Sheria imepitishwa, tunaambiwa imeletwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Ndivyo wanavyotuambia. Wakati ikiwa tume ya uchaguzi, aliyekuwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi anaitwa Jaji Mwambegele. Leo imebadilishwa kuwa Tume Huru ya Uchaguzi, mwenyekiti wa Tume Huru ya Uchaguzi Jaji Mwambegele. Hivi hao watu wanatuonaje sisi? Wanatuona kama sisi hatuna akili, sio? Kwa sababu polisi wanawalinda. Wanatuona kama sisi hamnazo. Ndio maana kwa ujinga huu, katibu mwenezi wa CCM jana anasema kwamba Chadema inaenda kununua virusi vya Ebola na Mpox ije kuwasambazia Watanzania. Dunia hii, kauli ya aina hiyo ni hatari kwa uchumi wa nchi yetu. Kwa sababu unaposema hivyo, unawaambia watu wasije Tanzania kwa sababu Tanzania kuna Ebola. Unawaambia watalii wasikanyage nchi hii. Unawaambia watu wekeza Tanzania wasije kwa sababu kuna virusi vya Mpox. Kwa nini mpaka sasa jeshi la polisi halijamchukulia hatua Makara? Hiyo kauli ingetolewa na Dr. Slaa John Heche, sasa hivi tungekuwa ndani. OCD kilichosababisha Waafrika Kusini wakaunda Emokonto ya Sizwe ni kuonewa na makaburu waliokuwa wanatumia polisi. Binadamu ukimwonea kwa kiwango ambacho hawezi kuvumilia, atachukua hatua. Msitufikishe kwenye kona hiyo. Tunaipenda nchi hii na tunawapenda nyie. Ndio maana tunawasemea mara mizuri. Ndio maana tunataka hata nyie muishi vizuri, mjenge, msomeshe watoto wenu kwenye shule nzuri. Ndio maana tunawasemea kuhusu kikokotoo. We love this country so much. Hatupendi kuonewa. Makara anasema tunanunua virusi, biological attacks. Hivyo virusi vinauzwa wapi? Kwenye duka gani? Vinauzwa shilingi ngapi? Tutavipitisha kwenye mpaka upi? Kwa sababu mipaka yetu yote inalindwa na vyombo vya dola. Hii ni kuandamaini vyombo vya dola, kuandamaini TIS. Ukienda kwenye viwanja vya ndege kuna vyombo vya dola, kuna TIS, kuna usalama wa taifa, kuna jeshi. Hivyo virusi tutavipitisha wapi? Ina maana Makara anasema vyombo vya ulinzi wa usalama wa nchi hii haviaminiki. Mtu anaweza kupitisha kitu cha hatari akaleta ndani ya nchi vikiwepo. Tutaaminije sukari zinazotoka nje kama ziko salama? Ngano zinazotoka nje kama ziko salama? Mchele unaotoka nje kama uko salama? Kama Makara anasema tunaweza kupitisha Mpox kwenye mipaka yetu na tukaingiza, tutaaminije mambo? Kwa nini asiseme hivyo virusi vinauzwa wapi? Tuambie WHO wakaangamize hivyo virusi kabla havijaingia nchini. Na hivyo virusi ambavyo tunaweza kuvileta tukavielekeza kwamba yule ni Chadema usimdhuru, mzuru huyu ni CCM. Hivyo virusi viko nchi gani? Kwa nini hawa watu wa namna hii wanaongoza nchi? Kwa nini tunaruhusu watu wanaodharau wananchi na nchi yetu? Ndio maana anakuja hapa mzee wa miaka 82 amechoka, ambaye Wasira tukimfungia kwenye spika humo anasinzia pamoja na kelele za spika hii. Anakuja hapa ameshiba, amekuwa waziri. Mimi sijaliwa. Wasira hajui matatizo ya mtu ambaye hana nyumba, jui watu wanavyokosa madawa hospitali. Anakuja hapa ameshiba,
anakuja kusema maparachichi ya Rungwe yana fungus. Sasa kama fungus, kwa nini serikali yako haijaleta madawa hapa kuyatibu? Mashamba ya chai haya mashamba ya chai, mashamba ya chai haya yalikuwa yanatumika kuajiri watu wa Rungwe. Uongo kweli? Leo wamekabidhi kwa watu kwa rushwa. Uchumi wa Rungwe umeondoka. Nani anakuambia chai haina soko duniani? Nani anaweza kukuambia hivyo? Lini tumeacha kunywa chai nchi hii? Si kila siku tunakunywa chai? Chai yetu ya Rungwe hainunuliwi, lakini chai inatolewa Kericho, Kenya, imejaa kwenye madawa, kwenye shelf za nchi hii. Kama chai yetu ingekuwa na viwanda vya kuichakata hapa, leo ajira zingekuwa Rungwe za kutosha. Ndugu zangu, hatutakubali nchi hii igeuzwe kuwa nchi ya kikundi cha watu wachache. Hatutakubali. Haiwezekani leo nchi pekee yenye Tanzanite duniani, lakini nchi inayouza Tanzanite kuliko zote ni India. Watoto wenu wanapelekwa shuleni, wanafundishwa panza na miguu mingapi. Wahindi wanafundisha watoto wao namna ya kukata Tanzanite yenu. Leo Tanzanite imeajiri watu milioni 6. Watoto wa Tanzania hawana ajira kwa sababu ya viongozi wa hovyo walioko madarakani. Hii Rungwe inapaswa kuwa sehemu ambayo imeendelea sana. Nimepita hapa, nimekuwa surprised kwamba Rungwe Cooperative Union, mnaojua ni ya mwaka gani? Kabla ya uhuru. Uongo kweli? Hapa wameishi wazungu. Nimeona nyumba nyingi zinaonekana ni nyumba wameishi Wajerumani hapa. Haya ni maeneo ambayo yana utajiri wa kutisha, lakini watu wetu hawanufaiki na hivyo vitu. Unakwenda kwenye mgahawa hapa Rungwe, unakuta tomato sauce ya American Garden ketchup ndio iko kwenye meza pale. Unajengaje uchumi wa watu wako? Unaajiri vipi watu wako kama fedha zinatoka humu zinakwenda kununua tomato Marekani? Tunashindwa kuweka kiwanda cha kuchakata tomato na kupaki kwenye maboksi ili kitengeneze ajira hapa. Nyanya zimejaa Rungwe, kila msimu zinaoza. Tunashindwa kutengeneza kiwanda kama hicho. Tunanunua American ketchup kutoka Marekani. Tunanunua toothpick kwenye meza zimeandikwa made in China, ambazo ukiwapa vijana milioni 200 watakata magogo, watachonga vijiti, wataviweka kwenye boksi, watauza hapo, wataajiri watu, watajenga nyumba. Unatengenezaje uchumi kwa watu waliochoka namna hiyo kufikiri? Hii nchi Mwalimu akiwepo, tulikuwa tunatengeneza matairi yetu ya General Tires kwenye magari, kwenye maroli. Matairi yote yalikuwa yanatumika ya ndani ya nchi. Betri za Yuasa zilikuwa zinatengenezwa hapa. Betri za simu za National, zile za tochi, zilikuwa zinatumika za Tanzania. Leo hata betri ya tochi inatoka China. Na betri ya National, hata ile ya kijani, ndio ilikuwa inaheshimika kwa sababu inadumu muda mrefu. Nasema uongo wale wazee wa siku nyingi? Hivyo ndivyo unavyotengeneza ajira na uchumi. Leo tunaagiza bodaboda, zimejaa everywhere, lakini tairi ya bodaboda inaagizwa kutoka China. Hatuwezi kutengeneza hata tairi ya bodaboda. Unatengenezaje uchumi kama unachukua fedha za mlipa kodi wa Rungwe anayenunua tairi ya bodaboda? Kijana wa Rungwe kama huyu unaipeleka kutengeneza ajira Guangzhou, China, badala ya kutengeneza kiwanda hapa kiajiri vijana
wa Kitanzania walipe kodi serikalini, serikali ipate hela zaidi, iongeze askari zaidi, iongeze mishahara ya walimu, iongeze walimu zaidi. Fedha yote inapelekwa China. Hatuwezi kutengeneza hata betri ambazo tulikuwa tunatengeneza. Hii nchi ya aina gani hii chini ya viongozi hao? Nani anatakiwa kuheshimu watu namna hiyo? Nani anaweza kusimama hapa akapingana na mimi kwamba hizi hoja nazozungumza sio hoja za msingi na haziwezekani? Tumekuja kwenu kuwaomba. Tuna uwezo na tuna fikra za kubadilisha nchi hii. Tuungeni mkono tubadilishe nchi hii. Tuungeni mkono kwenye no reforms, no election. Tukipata tume huru ya uchaguzi, twende kwenye uchaguzi huru ambao utatupa viongozi wanaotuogopa, wanaotuheshimu, watakaojenga uchumi wetu, watakaorudisha madini yetu kwenye mikono yetu ili uchumi umilikiwe na Watanzania. Mungu awabariki sana Rungwe. Asanteni kwa kunisikiliza. Mwenyekiti wa vijana walikuruka kwa sababu waliona mvua inakuja, lakini lazima mwenyekiti wa vijana wa taifa azungumze. Njoo bana, njoo Deogratias Mahinyira. Msikilize mashine hii, kijana wa Chadema. Miaka kadhaa iliyopita nilikuwa mwenyekiti wa vijana wakati katibu mkuu wetu akiwa Dr. Slaa. Huyu ni wakili wa mahakama kuu ya Tanzania. Kakijana kadogo, akili nyingi. Lakini sisi mzee kama Wasira, akili. Mmenielewa hapo? Sasa haka kakijana umbo dogo, uzito wa hoja tani 500. Msikilizeni mwenyekiti wetu wa vijana wasalimie, alafu yeye mwenyewe atafunga mkutano kwa heshima niliyompa. Mungu awabariki sana. Lakini kabla sijamalizia, naomba ile nani, tunahitaji kujenga chama hiki, na ili kichama kisiwe mikononi mwa babepali, lazima kiwe chama cha wananchi. Lazima nyie ndio mkiendeshe, ili kiwapiganie na kiwafanyie kazi. Tunazunguka nchi nzima. Tunahitaji mafuta, tunahitaji magari, tunahitaji vyombo vya mikutano. Kuwa sehemu ya mabadiliko ya nchi hii kwa kuchangia kile ulicho nacho. Shilingi 500, shilingi 1000, shilingi 200, kwa kile unachoweza. Tumebuni mfumo huu hapa, mtapewa vipeperushi, unaitwa tone tone. Utaweka fedha unayoweza, kama shilingi 1000 kwa mwezi au kwa wiki. Kile ikifika wiki itakukata kile kiasi ulicho ahidi mwenyewe. Nani miongoni mwenu anasema akitoa shilingi 5000 kwa mwezi kwa ajili ya Chadema atafilisika? Tumuone hapa. Nani atafilisika kwa sababu ya shilingi 5000? Nani anasema ana uwezo wa kuchangia shilingi 5000 au 2000 au 1000 ili kazi ya ukombozi iende nchi nzima? Nyosha mkono tuone. Wagawieni vipeperushi wote, vinajielekeza, na mfate utaratibu huu katika kujiunga na tone tone ili tupate fedha za kuendesha chama chetu, na Mungu awabariki sana. Mwenyekiti wa vijana, zungumza na wananchi.